Mshukuru Mungu kwa majira haya kujifunza neno lake takatifu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya uzima. Asante kwa ajili ya kutujalia afya. Sasa ni wakati wa kujifunza neno lako. Roho Mtakatifu ukatuongoze. Roho Mtakatifu ukatufundishe na Roho Mtakatifu ukajidhihirishe katikati yetu. Sasa leo ninataka nikuongezee maarifa kidogo au nikubadilishe fikra au ufahamu kuhusu nguvu za Mungu. Biblia inazungumza kuhusu nguvu za Mungu ambazo hizo nguvu za Mungu zinatusaidia sisi au zinatuwezesha kufanikisha kazi zetu ambazo tunazifanya. Sasa tutaanzia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Je, Yesu Kristo ambaye Bwana yetu alisema nini kuhusu nguvu zake? Na hizo nguvu tunazozizungumzia hapa ni nguvu ambazo zinatuwezesha sisi kama Wakristo au wana wa Mungu kutenda vitu sawasawa na mapenzi yake. Tusome hicho kitabu cha Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Biblia inasema, lakini mtapokea nguvu. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kama wewe umezaliwa mara ya pili, maana yake kwamba Roho Mtakatifu yumo ndani kwako. Sasa kama Roho Mtakatifu yumo ndani kwako, maana yake unazo hizo nguvu ndani kwako, ambazo hizo nguvu zinakuwezesha wewe kufanya shughuli zako au kufanya lile kusudi la Mungu. Roho akishawajilia mtapokea nini? Mtapokea nguvu. Maana yake Roho Mtakatifu ndo nguvu yenyewe. Roho Mtakatifu ndo anayetuwezesha sisi hiyo nguvu kuweza kuoperate ndani ya miili yetu. Nasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria. Nasi tutakuwa mashahidi. Nasi tumekuwa mashahidi. Mashahidi wa nini? Mashahidi wa kushuhudia habari ya Yesu Kristo. Mashahidi wa kutangaza ile kazi ambayo ilifanyika pale msalabani. Kwa hiyo sisi ni mashahidi wa Kristo ambao tunatangaza kile ambacho kilifanyika miaka 2000 iliyopita. Lakini hizi nguvu zinafanya kazi katika miundo mbalimbali. Sasa leo mimi nitakupa miundo kadhaa ambayo itakufungua ufahamu wako namna ambavyo hizo nguvu za Roho Mtakatifu zinavyofanya kazi. Maana hizo nguvu za Roho Mtakatifu tunazo kwenye maisha yetu, tunatembea nazo masaa 24, kila dakika, kila sekunde. Hizo nguvu unazo, na hizo nguvu zinafanya kazi masaa 24 au kila wiki, kila mwezi, kila mwaka. Sasa tuende tukasome kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia 1. Kitabu cha Yeremia 1 ule mstari wa 5. Yeremia 1 mstari wa 5. Biblia inasemaje? Yeremia 1 mstari wa 5.
Anasema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa kimataifa. Maana yake Mungu anasema hivi, kabla wewe hajakuumba, kabla wewe hajakuweka tumboni mwa mama yako, maana yake alikujua na alikufahamu na alikutakasa pia. Lakini anasema kwamba alitaka, lengo lake kubwa wewe uwe nabii wa kimataifa. Sasa sio kuwa nabii wa kimataifa wa kutabiri, kufanya 1, 2, 3, hapana. Lengo lake kwamba kwenye lile jukumu ambalo amekupa au kwenye kazi ile ambayo amekupa uifanye kimataifa, uifanye katika viwango vikubwa, uifanye katika ubora wake. Ndio maana nataka kwamba ufanye katika kiwango cha kimataifa. Maana mpaka Mungu anazungumza hayo maneno kupitia kinywa cha nabii Yeremia, maana yake kuna nguvu ambazo alikupa Mungu kabla hujazaliwa. So kabla hujazaliwa tayari Mungu ameshakuwekea nguvu nyuma yake. Ameshakuwekea nguvu nyuma yake. Hiyo nguvu inakuwezesha wewe, hiyo nguvu itakuwezesha wewe kuwa nabii wa kimataifa, kuwa mtu wa kimataifa. Maana yake kama mwalimu unakuwa mwalimu wa kimataifa. Kama kazi au biashara ambayo unaifanya, maana yake unafanya hiyo kazi kimataifa, unafanya kwa ubora zaidi. Maana yake kwa nini? Kwa sababu ya hizo nguvu ambazo Mungu amekuwezesha kufanya nini? Amekuwezesha, ambayo hiyo nguvu imo ndani kwako. Na hiyo nguvu ambayo ameiachilia ndani kwako ni nguvu ambazo zinaendeshwa na huyo Roho Mtakatifu ambaye tumepewa. Maana huyo Roho Mtakatifu tumepewa sisi kama zawadi. Roho Mtakatifu amekuja kwetu kama zawadi na anafanya kazi juu ya maisha yetu. So hiyo ni nguvu ambayo Mungu ameiachilia ndani kwako, kwamba kabla hujazaliwa hiyo nguvu unayo. Hiyo nguvu unayo ndani kwako. Na hiyo nguvu yeye mwenyewe Yesu Kristo ndo anawezesha au anakufanikisha kuifanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo kabla hujazaliwa Mungu aliachilia nguvu ndani kwako, au tumboni mwa mama yako aliachilia hizo nguvu. Kwa hiyo huo ni muundo wa kwanza wa nguvu ambazo zinaopaleti au zinafanya kazi kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo mimi nilivyozaliwa ninazo hizo nguvu, ninazo uweza na mamlaka. Nimepewa na nani? Nimepewa na Mungu. Nimepewa na Mungu. Yesu Kristo alivyokuja ametuachia huyo Roho Mtakatifu. Alivyotuachia huyo Roho Mtakatifu, huyo Roho Mtakatifu ndo anayewezesha hiyo nguvu kuweza kufanya kazi. Sasa tukisoma kwenye kitabu cha Mathayo 10, Biblia inasemaje? Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi wake 12, lakini alivyokuwa na wanafunzi wake 12 pia aliwapa nguvu. Maanake ni nguvu ile ile, lakini aliwakumbusha, aliwaambia ninawapa hii. Maanake tayari Roho Mtakatifu kuwepo ndani kwetu, tayari kuna hizo nguvu. Maanake yeye ndo anaziwezesha hizo nguvu kuweza kufanya kazi. Biblia inasemaje? Nasema akawaita wanafunzi wake 12 akawapa amri. So maana ya kuwapa amri, maana yake akawapa nguvu, akawapa authority, akawapa mamlaka. Maana akawapa mamlaka, nguvu, akawapa amri juu ya pepo wachafu, na juu ya pepo wachafu wawatoe. Maana yake kama mtu amevamiwa na pepo wachafu, maana yake Mkristo yoyote ana mamlaka ya kuyaambia hayo mapepo yatoke ndani ya huyo mtu, yaende huko wapi, milimani, majini au wapi. Kwa hiyo wewe una mamlaka ya kutoa hayo mapepo machafu na
kuyaambia yatoke ndani ya hekalu la mtu, kwa sababu hayo mapepo machafu yanatafuta nyumba, ambayo nyumba ni nani? Ni mwanadamu. Mwanadamu yakifika yakikaa hapo, hayo mapepo machafu yanaanza kucontrol huo mwili wako. Maana yake mwili wako unakuwa umevamiwa. So lazima ujue na lazima ufahamu kwamba hiyo amri au power au nguvu ambayo ametupa Yesu Kristo, kwamba ukisoma kitabu cha King James, Biblia King James inasema kwamba power of against unclear spirit, kwamba ametupa mamlaka ya kuondoa zile nguvu za mapepo machafu ambazo zinakuwa na spirit kwa ajili ya zinakuja na zile spirit za uharibifu, na wewe unayo amri au mamlaka ya kwenda kinyume na hizo power ambazo zinakushambulia. Lakini pia anasema kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. Kwa hiyo alitupa hizo nguvu kwa ajili ya kupoza magonjwa yote na nguvu na udhaifu wowote ambao Yesu Kristo ndo ametupa. Lakini hivyo vitu vyote Roho Mtakatifu ndo anatuwezesha. Roho Mtakatifu ndo anawezesha hizo nguvu kufanya kazi. Maana Yesu anasema kwamba mtaliitia jina langu, mtakavyosema jina langu, nami nitakuja kufanya. So Roho Mtakatifu atafanya kwa sababu umeliitia jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ni aina nyingine ya pili ambayo tunasema nguvu ya kwenda kinyume na roho za uharibifu. Ile ya kwanza, nguvu ya Mungu ambaye alituachia kipindi anatuumba, so alitupa hiyo nguvu na uweza na mamlaka. Lakini Luka 10 mstari wa 19, Biblia inasema kwamba Luka 10 mstari wa 19, Biblia inasema tazama nimewapa amri, so tazama nimewapa nguvu ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wazuru. So Mungu sisi ametupa amri au ametupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Adui ni nani? Ni ibilisi au shetani au mauti. So ametupa hiyo mamlaka ya kukanyaga nge pamoja na nyoka na nguvu za yule adui, lakini hakuna kitu chochote kitakacho wazuru. So kuna wakati mwingine kama Mkristo unaweza kusema naenda kumuombea mpendwa, labda ana kansa, inaweza ikanirudia mimi, au ana mapepo, hayo mapepo yanaweza yakanivamia. So hayo mapepo hayawezi kukuvamia kwa sababu unazo mamlaka na nguvu za Mungu, na hizo nguvu Mungu ametupa sisi wanadamu, na sisi akatuambia nendeni mkatiishe, mkatawale. Au Biblia inasema mbingu ni mbingu za Mungu, lakini dunia ni mali ya wanadamu. Wanadamu ndo wenye mamlaka, na Mungu alituumba kwa makusudi. Maana yake alijua ya kuwa kwamba huyo ibilisi au shetani tuna uwezo, yani tunamudu vizuri kabisa. Kwa hiyo hiyo ni miundo mitatu ya nguvu za Mungu, namna zinavyofanya kazi kwetu kwa uwezeshwa na Roho Mtakatifu. Nakwambia ya kwanza umepata nguvu kwa uwezo kipindi unazaliwa. Mungu aliweka hizo nguvu ndani kwako, na alivyoweka hizo nguvu ndani kwako, na hizo nguvu zinafanya kazi pindi tu unazaliwa. Mungu alikutakasa na Mungu akakuchagua wewe kuwa nabii wa kimataifa. Hapo mwanzo kama nilivyoelezea nini maana ya nabii wa kimataifa. Lakini pia Mungu amekupa amri au nguvu ya mapepo wachafu, kwa sababu wapo na wanavamia. So amekupa hiyo nguvu na magonjwa na udhaifu. Maana yake hiyo nguvu kwenda kinyume na hivyo vitu ambavyo vinaleta uharibifu. Lakini Mungu amekupa tena nguvu zingine, kwamba hizo nguvu zenyewe za kukanyaga nyoka na nge pamoja na yule adui, hizo nguvu zinaitwa
power of above, ambazo power of above, nguvu ambazo umepewa zipo juu ya kila kitu. Maana yake kwamba shetani yupo chini yako, mamlaka yote ipo chini yako kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu. Na hayo maneno matakatifu tuliandikiwa sisi. Hayo ni maneno ambayo sisi ndo tuliandikiwa sisi. So hili somo langu kiufupi, usisahau kusubscribe, usisahau kucomment na kulike. Mungu anakupenda, ubarikiwe sana. Ninashukuru kwa ajili ya kusikiliza.